أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala na kumtakia rehma za ziada Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Je, unatambua tofauti kati ya mke na mwanamke, ama tofauti kati ya mume na mwanaume? Ni jambo ambalo liko ndani ya Qur'ani, tofauti tu ya vile tunavyoipokea Qur'ani na namna tunavyoisoma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoileta Qur'ani, alituambia liyadabbaru ayati, na ileta Qur'ani ili watu waizingatie. Tumeileta Qur'ani, walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir. Tumefanya wepesi Qur'ani isomwe na watu, ihifadhiwe, sheria zake ziko mle ndani, tofauti ya maneno yako mle ndani kilugha na kisheria. Lakini je, kuna mzingatiaji wa hayo? Sasa hapa leo kabla hatujaingia kwenye ile ahadi yetu ya kuwa tulisema tutazungumzia maratibul mahabba, kwa maana ya zile daraja za mapenzi ambayo tulianza kuyazungumzia wiki iliyopita. Kabla sijafika huko kuzizungumzia hizo, nisimamie hapa kwanza kwenye suala la tofauti kati ya mke na mwanamke ama mume na mwanaume. Tofauti yake ni kitu gani? Katika sheria ya Uislamu ukielewa vizuri, lakini Qur'ani utapata tofauti kwamba kuna mtu anaitwa mwanamke japo yupo ndani ya ndoa na hakustahili kuitwa mke, na kuna mtu ni mwanaume yuko ndani ya ndoa, ameoa, lakini bado hajastahili kuitwa ni mume, bado ni mwanaume. Hii ikoje? Soma Qur'ani, anza kwa Nabii Allah Adam. Katika lugha ya Qur'ani ama lugha ya Kiarabu kuna kitu kinaitwa mraa. Mraa kwa maana ya mwanamke mufradi, musanna yake itasimama mraatani na jamu yake ni niswa au nisa. Lakini unapoambiwa uzawijuka na kuoza, maana yake ni kwamba zauju, neno zauju katika Qur'ani maana yake ni ikhtilatun jinsiyaini, ni kuchanganyika jinsia mbili kati ya mwanaume na mwanamke. Wakishachanganyika hawa, ndo mmoja huitwa zaujun na mwingine huitwa zaujatun, kwa maana ya mke na mume. Lakini kwenye hii mke na mume kuna mmoja huenda asifae kuitwa mwanandoa, akawa yupo tu katika ndoa, kwa maana ya kwamba kama nilivyotangulia akawa ni mume, lakini mwanamke akawa ni mwanamke badala ya kuwa mke. Nabii Allah Adam alayhi salatu wassalam, wakati ameumbwa yeye pamoja na Hawa, aliambiwa ya Adam
uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha raghadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna minadh-dhalimin. Ya Adam, ewe Adam, uskun, ishi, anta, wewe, wa zawjuka, na mke wako, sio na mwanamke wako. Ishi wewe Adam na mkeo peponi. Lakini na Hawa naye ni mume ni mke wa Adam, na Adam ni mume wa Hawa. Hapa hawa wote walistahili kuwa wanandoa. Hakuwa mmoja kwamba huyu ni mwanaume alafu Hawa akawa ni mke, bali wote walikuwa ni mke na mume. Nije kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aliambiwa Mtume, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik, ewe Mtume waambie wake zako. Azwajik, waambie wake zako. Na baadhi ya aya nyingi. Hawa ni wake zao, na hawa wanaume nao walikuwa ni waume wa wale wanawake, kwa maana ya waume zao, hawakuwa wanaume wao. Sasa basi, hii tumepata tofauti kwamba hawa ni wanandoa na wamestahili kuwa hivyo. Je, tunapata wapi uchanganuo kwamba kuna mtu yuko ndani ya ndoa na hajastahili kuitwa mwanandoa? Tuanze kwa Nuhu pamoja na Luthi. Dharaballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Luth kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma ila akhiril ayatil karimat. Dharaballahu mathalan lilladhina kafaru, Mwenyezi Mungu kapiga mfano wa wale walokufuru, mra'ata Nuhin wa mra'ata Luth, mwanamke wa Luthi na mwanamke wa Nuhu. Mungu hakutumia kule alivyotumia juu kwamba Mungu kapiga mfano wa watu walokufuru, mke wa Nuhu na mke wa Luthi. Haikutumika mke, ilitumika mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu tofauti ya mtu asiwe mwanandoa sahihi ni vigezo viwili. Ima mmoja hayuko sahihi kwenye ndoa yake, au kukosana misimamo, kwamba mwanamke ni mtu wa dini, mwanaume ni mlevi. Kwa hiyo mwanamke huyu anastahili kuitwa ni mke, lakini mwanaume bado hajawa mume, ni mwanaume, manake hayuko sahihi kwenye ndoa, hatoi nafasi ya upendo dhidi ya mwenzake, wanaishi tofauti. Kwa mpaka likatumika neno kwamba Nuhu na mwenzie Luthi alayhi masalatu wasalam kuwa walikuwa na wake badala ya walikuwa na wanawake badala ya wake, kwa maana hawa wote walikuwa wako tofauti na mitume wa Allah. Mke wa Luthi alikuwa anaitwa Waliha, na mke wa Nuhu alikuwa anaitwa Waligha kwa ghaini. Kwa hiyo hawa wote walikuwa wanaenda tofauti na mifumo ambayo Mungu alikuwa anaitaka ya kuishi hawa watu. Kwa hiyo ni tofauti. Lakini pia huenda ikawa wote hawa wamekutana paukwa pakawa, kwamba mume bangi na mke naye pia bangi. Hawa pia sio wanandoa, bali huitwa huyu ni mwanamke na huyu ni mwanaume. Mfano vipi? Tabbati yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa mra'atuhu, sio wa zawjatuhu, wa mra'atuhu, na mwanamke wake, hammalatal hatbi. Toka huko njoo kwa
Nabii Allah Zakaria katika suratu Maryam, wakati anamuomba Mwenyezi Mungu apatiwe mtoto, alisema wakanat imraati aqira. Kwa nini asiseme wakanat zawjati aqira? Pana tofauti hayo mambo ya kilugha, kwamba angesema wakanat zawjati, yani angekuwa ana mapenzi ya dhati pamoja na tatizo la ugumba kwa mke wake. Lakini wakanat mraati, mwanamke wangu, aqira, si kwamba walikuwa wazinifu hata, isipokuwa mapenzi ya Zakaria hayakuwa salama dhidi ya mwenzake kwa kukosa mtoto. Kwa hiyo alipolidhihirisha kuwa mimi sina furaha katika ndoa yangu, ni kumwambia Mungu moja kwa moja kwamba Allah, mimi bana najisikia hivi, kwa nahitaji mtoto, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya, mpaka analithibitisha mwenyewe wakanat imraati aqira, mwanamke wangu huyu japo ni mke wangu wa ndoa, lakini mapenzi yangu mimi yana upungufu fulani. Kwa hiyo ipo tofauti hiyo, kwamba huyu sisi tushazoea kuitana wanandoa wale, lakini leo kama utahesabu katika mtaa ndoa iliyosimama kisheria bado ipo, basi kila kitongoji ama kila shehia au kila kata unaweza kukuta kumebaki ndoa 8, 9, 10. Maana kuna watu wanaitana mbwa huko katika majumba yao. We mbwa tu, ni mkewe hivyo, lakini kumuita mbwa. Kwa hiyo maisha yanakwenda hivyo ya ndoa. Watu wanavurugana na wanashindwa subira, na mwisho wa siku unakuta ndoa inakuwa ndoano. Hiyo ni tofauti. Lakini vile vile maisha ya ndoa ili yakawe mazuri, lazima kusimame kitu kinachoitwa mahaba, kama tulivyotangulia. Lakini mahaba yanapatikana vipi? Mahaba ya mwanamke kwenda kumpenda mke wake yanaanzwa na wazazi wake nyumbani. Ama mwanaume vile vile ili akampende mkewe anatakiwa afunzwe nyumbani kwake na yeye tangu utoto. Lakini ajabu iliyosimama, sisi kila tukiozesha tutaambiwa kwenye siku 7 hizi yule bibi haonekani. Kenda wapi? Yuko kwa kungwi, ataka kule siku 7, baada ya siku 7 ndo atakuja kuolewa. Amfundisha kitu gani kwani? Maana huyu kalelewa na wazazi wake miaka 20, 25, hajawaelewa wazazi wake. Hata kuja kumuelewa mtu anemfundisha siku 7? Haiwezekani. Kwa hiyo nichukue fursa hii, si dhambi kuelezana haya. Mama mmoja alipata bahati kwa binti yake, alichumbiwa. Na huu unaona, huu ndo uwe usia mzuri kwa kila mmoja awae, kama makungwi wapo basi wawafunze hao watoto, kwa kuwa wazazi tushashindwa kufundisha watoto wetu, basi tuwafunze kupitia usia huu. Mama amwambia mwanangu, unakwenda kuolewa, na kama unaenda kuolewa mimi ndo kungwi wako, na kufundisha mambo 10 haya yachukue kaishi nayo kwa mumeo. Tena akaanza kumpa kabisa maneno, tadhhabina ila makanin lan ta'rifihi wa lam ta'rifihi, unakwenda katika sehemu ambayo hata siku moja huwezi kuijua undani wake, wala mwanaume huwezi kumjua undani wake, wana siri zao. Akiamua kukuficha atakuficha tu jambo lolote. Kwa hiyo kaishi naye vizuri tu. Tantaqilina min ushin tarakti fihi, unahama katika nyumba ambao ulikulia hapa. Ina maana kama utashindwa kunielewa mimi vituo vyangu nilivyokuwa ninakaa na wewe kukusomesha, hata uko unakokwenda utanidharau tu na ndoa itakushinda. Sasa fakhudhi anni 10, chukua mambo 10 kutoka kwangu. Na kuomba chukua usia wa mambo 10 tu, alafu nenda kaolewe. Dada akakaa kitako anamsikiliza mama yake.
haya mama, niko tayari kuyasikiliza. Akasema amma al-ula wa thania, akawa na muhusia moja kwa mbili. Jambo la mwanzo na la pili, ishabihi bil qanaa wa husni sam'i wa ta'a. Ishabihi bil qanaa, ishinae kwa kutosheka. Maana kama mada yetu iliyotangulia mwanzo, ile bwana alikuwa anajisifu kwamba mimi kinachonitosha ndo kinamtosha mke wangu na nini hivyo. Kwa hiyo na yeye anapita mle mle, nenda kakae naye uwe unatosheka na vitu vyake. Wa husni sam'i wa ta'a, uwe msikivu na uwe mtiifu. Na akishamwambia hivyo humpa faida. Wa fi husni fa inna fil qanaa rahatu qalbi, ukiishi kwa kutosheka moyo wako unastarehe, sababu unaona ni maisha ya kawaida. Wa fi husni sam'i wa ta'a marudhatun li rabbi, lakini ukiwa msikivu na mtiifu, hilo jambo sio linamridhisha mume tu, linamridhisha na Allah. La kwanza na la pili. La tatu na la nne, akamwambia tafaqadi mawdhi'a aini wa ta'ahadi mawdhi'a anfi. Tafaqadi mawdhi'a ainihi, chunga sana macho yake, vile vile ichunge pia pua yake. Anamaanisha nini mama? Kwamba chunga sana macho yake. Leo tunaishi na watu, si watu wote, tabia zinatofautiana katika binadamu na katika maisha ya ndoa. Mtu anaweza, umetoka zako kazini uko ushachoka zako, alafu yeye ana gazeti lake kalinunua jana leo. Kwa hiyo ukifika, badala ya kujua maji yako wapi, atakwambia kwanza, leo bwana kuna habari hapa mpya leo, hujue kuisoma, hebu isome kwanza. Haya, ukaisoma. Ile movie ya leo una habari kwamba ndio inaisha, basi kuna habari zitakuja, mwisho ugomvi. Lakini tunza pua yake. Nini anamwambia? La yashumanna minki illa atyaba rihin, asija kanusa harufu mbaya. Kuna watu hawajui kuoga shekhi, apuliza perfume tu, ana dressing imejaa pale kila aina. Kwa hiyo akishaamka yajua kujipulizia tu vivi kenda zake, akirudi anajipulizia tena kwa wiki mara moja, kama vile bili ya maji naye ana share. Haogie kujipulizia, kujipura, basi twenda. Kwa hiyo amwambia jitahidi mama uoge. Tena anamwambia kabisa, hakika manukato mazuri ni maji kuliko kitu kingine. Ukishaoga na perfume inakaa vizuri. Lakini la tano na la sita, tafaqadi waqta ta'amihi, chunga sana muda wake wa kula. Ana muda, wengine wana time table zao. Kishafika mimi kishafika saa 3 sili tena. Na wana visirani haswa. Kwa yote anamuhusia yako kwenye maisha. Wahdui hina manamihi, kuwa mpole wakati anapohitaji kulala. Kama anahitaji kulala, basi kuwa mpole ili alale. Ndio kwanza atafungulia redio kwa sababu kuna movie anaitazama, hajui usingizi. Lakini la 7 na la 8, ra'i iyalahu wahfadhi mala, chunga sana ama ile familia yake na ulinde mali zake. Pengine ukamkuta mwanaume ana watoto wake aliyezaa huko, amezaa huko anakotoka. Na hili ni gumu nalo kwa watu wengi. Mimi nakuja sawa, utanioa lakini nisikutepaka huko ndani. Wote fukuza nikija niwe mimi tu, niwe free, sitaki vurugu mimi. Haya, wahfadhi malahu, na uhifadhi mali yake.
Basi ndo unakuwa ndo mradi wa kwanza kujenga. Nimemkuta yuko vizuri, nimemkuta ana makadi ya benki hapa, nimemkuta na hivi na hivi. Basi mwambie hii nyumba huku mwanangu bado haijamalizikia. Lakini la 9 na la 10, la tafshina lahu sirran, usitoe siri za mume. Wala ta'sina lahu amran, wala usiaswi amri yake. Huu ni usia ambao unaweza kutufaa kwa wengi kama tutayazingatia. Na ndo kungwi mzuri, kwa sababu kungwi huyu amempeleka kwa Mungu tu. Mambo yote kamzungumzia kwa Allah, hajatoka nje hapo. Lakini tukiacha hayo, tuyaguse katika zile daraja za mahaba japo 3-4, halafu kwa uwezo wa Allah siku nyingine tena tutaweza kuzimalizia. Tukirudi katika darasa maratibul mahabba, ambayo ndio ilisimama katika ahadi, daraja za mahaba, na tuliziainisha tukasema ziko 10 tutakazojaaliwa insha Allah. Daraja ya kwanza kabisa inaitwa al-alaqa. Al-alaqa wasumiyat alaqa litaalluqil qalbi bil mahbubi. Alaqa maana yake fungamano, na katika lugha ya Kiarabu imeitwa alaqa kwa sababu moyo umefungamana na yule ampendaye, ndio ikaitwa alaqa. Kwa maana kunapokosekana fungamano hakuna mapenzi, ushirikiano. Alaqatan amli walidi ba'idun ma afnani ra'saka kathighalil makhlisi. Mmoja alisema hivi, kama mzazi hashikamani na mtoto wake na mtoto hashikamani na mzazi wake, unaonaje hapo ndoto yake? Si sawa sawa na unaota kwamba jabali limekaa juu ya kichwa, alafu ukiamka unakuta kuna karatasi tu na pengine haiko juu ya kichwa. Kwa hiyo alaqa, ile kushikamana wapenda nao, ndio daraja ya mwanzo, watu washikamane. Lakini daraja ya pili inaitwa al-irada. Al-irada wa hiya mailul qalbi ila mahbubihi wa talabuhu la. Irada ni matashi ya mmoja dhidi ya mwenzake, yani command tunaita. Yani mmoja yeye na katika daraja hii mara nyingi sana huwa mmoja ndo anapenda, alafu mmoja ujifanyie mjanja. Mmoja akampenda mwenzake, alafu mmoja akawa mjanja kwenye mapenzi yale. Na hii ilikuja kutokea, hiki tulikisimulia leo hii Ijumaa sehemu fulani, kwamba katika hii irada walikuwa wapenzi wawili. Wapenzi hawa wameenda bado hawajawana, kama wale kina Majnunu Laila. Wametoka wameenda zao msituni kwenda kutafuta kuni. Wajua haya mapenzi yalokuwa nje ya ndoa ni mazuri sana. Sasa wameenda zao kutafuta kuni, lakini wote walikuwa wanafanana tabia, wote ni wawindaji. Walipofika kule, mume akapiga mkuki, akampiga mnyama, mashallah. Akamwachia mwanamke, akamwambia ngoja mimi nikatafute kuni, wewe anza na kuni hizo. Akamwambia haya. Alipokwenda kule anaenda kuhangaika na kuni, mwanamke huku ni fujo, naye ni mtu wa misitu. Akamchuna yule mnyama, akatoa maini kwanza, akaanza kuyachoma, akatafuna yote. Halafu jamaa anakuja, anakuta yeye anachoma tu nyama za kawaida. Akaanza kumuuliza, maini yako wapi? Akasema wallahi Mungu mnyama huyu hajamuumba na maini, hana maini. Hana maini. Mnyama gani hana maini? Akamwambia wallahi wa billahi wa tallahi hana maini. Haya. Yule bwana akaliacha kama lilivyo. Akakaa miaka, akaja kumkumbushia tena lile tukio. Hivi mwenzangu, hivi yale maini siku hiyo alikwenda wapi? Akamwambia wallahi nakwambia hakuwa na maini yule mnyama. Sasa bado nimekumbana na jiwe. Basi wamekaa siku moja, baada ya miaka 3 wamekutana sokoni huko. Bwana,
Ndio nikumbushe tena yale maini ilikuwa kwaje? Akamwambia wallahi wa billahi wa tallahi nakwambia hakuwa na maini. Na huyo mnyama sasa kiboko na alikuwa anatembea tu ana wasiwasi. Mpaka yule bwana ilipofika hatua ya kumchumbia, katika barua yake ya posa aliandika hayo maneno. Baada ya matashi yale ya barua ya posa, alafu chini akaweka taaliki ya maneno ya kumbukumbu kwamba yale maini vipi. Akajibiwa kwamba barua umepokelewa na mchumba umepata, wewe sasa tunakusubiri lini utaoa. Lakini yule mwanamke akakata ile kikaratasi kwa chini afa akaandika akasema wallahi wa billahi yule mnyama Mungu hakumuumba na maini. Yuko kwenye irada yake, kasimamia pale pale na msimamo wake. Mpaka wameoana, siku ya kwanza wanakutana, namwambia kabla hakijafanyika kitu chochote kwanza nikumbushe yale maini vipi. Akamwambia wallahi wa billahi sikumkuta na maini. Hii nini? Ni irada. Mapenzi walikuwa nayo, lakini mwanamke alikuwa ana matashi yake ambayo yalifungamana na msimamo. Niko hapo na sibanduki. La tatu liwe kama ndo la mwisho kwa leo, aswababa. Daraja ya tatu inaitwa aswababa. Swababa ni kitu gani? Wa hiya insibabul qalbi ilayhi bihaythu la yamlikuhu sahibuhu kansibabil ma'i fil huduri. Swababa yani ni bubujiko, yani ile mapenzi tunawahi kudanganyana mwanjani tunakutana nayo. Mimi nina upendo mpaka unamwagika. Sasa ukishamwagika sasa kinabaki kitu gani? Swababa. Kwa maana yale mapenzi ya kumiminika zaidi. Swababa wa hiya insibabul qalbi ilayhi ni moyo kumiminika kwake, yani mpaka tunaambiana chukua moyo wangu. Haya kisha uchukua basi unabaki bila moyo. Lakini ni yale mapenzi watu wanafikia hatua hiyo. La yamlikuhu sahibu kansibabil ma'i fil hudur, kama vile maji yanavyo poromoka katika majangwa ama katika michirizi ya nyumba. Sasa hapo fasimu sifa minha sabu wal fi'lu saba ilayhi yasba'u sabba waswababa fa'aqabu bainal mudha'af wal mu'tal waja'alu al fi'la min al mu'talli was sifa min al mudha'af wa yuqalu swaba wasabwa waswababa faswaba aslul mail wasabwa fawqa waswababa almailu lazim wansibabul qalbi bikulliyatihi. Ni masuala ya kilugha. Kwa hiyo hizi ni rasharasha za zile daraja za mapenzi. Kwa hiyo kila mmoja atasimamia kwenye ya kwake. Kama wewe mapenzi yako huko kwenu ni al-alaqa, mnafungamano, mnashikamana, mnashirikiana, basi fahani allakum. Au kama irada mmoja ndo anakomandi wenzake wajirekebishe. Lakini kama ni swababa watu wote mapenzi yanamiminika na kuwa na mapenzi ya kweli kwa watu wote, kila mmoja atasimama katika daraja yake. Wa ila liqa, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.